Napenda kuwakaribisha katika workshop yetu ya siku mbili katika ukumbi wa Mamboya hapa Royal Village. Kwa majina naitwa John Mulungi, ni manager mradi wa YPC, idara ya Governance and Civic Empowerment. Na kwa kiufupi kabisa, siku ya leo na kesho tutakuwa tunaongelea masuala ya National Youth Act kuhusiana na baraza la vijana, ambao tunafahamu kabisa tayari lishapitishwa. Kwa hiyo hapa tumekuja kudiscuss sana kuongelea changamoto zake, yani tujue gaps and challenges ambazo tutaweza pia kuhamasisha ili baraza lianze kutekelezwa. Waheshimiwa viongozi na watendaji kutoka asasi na vikundi mbalimbali ndani ya sekta ya vijana, Mheshimiwa afisa wa vijana ambaye anaratibu masuala ya utekelezaji wa baraza la vijana, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Nimependa nianze kutambua uwepo wenu kwa sababu ni muhimu sana. Watu wanaojitolea duniani wanachotamani ni kutambuliwa, kwa sababu mtu anayejitolea kama mlivyojitolea nyinyi kuja kuzungumzia mambo ya kitaifa ni wachache. Watu wengi ambao wana biashara zao na shughuli zao, ukimwalika kama hivi analinganisha, niende pale utapata nini, si ndio? Itanisaidia nini? Anaona bora aende kwenye biashara yake afanikishe mambo yake na familia yake. Sasa huko ndiko tunapojikuta taifa linazidi kurudi nyuma ama linachelewa. Ila ukiona watu nyinyi mmejitokeza ghafla, mmeingia ukumbini, manake mnaliwazia taifa. Mmetoka kiwango cha ubinafsi, mmeingia kwenye kiwango cha umma na jamii, na ndio maana lazima tutambue uwepo wenu. Kwa naomba mjipigie makofi sana kwa kufika. Jambo la pili, wakati nikijitambulisha nilisema jina na nafasi ninayoitumikia. Nilipenda sana nizungumze mimi na ninapohusika kwenye jamii kwa uchache, kwa sababu sasa nimeshafika hatua ya kuwa mshauri, mwelekezi na kocha kwa masuala ya vijana. Miaka michache iliyopita na mimi nilikuwa niko na umri wa vijana kama nyinyi, lakini muda mfupi tu uliopita sasa nimeshapita hiyo miaka ambayo ningeweza kusimama mbele nikalidai baraza la vijana kama mimi, kama nilivyofanya miaka 20 iliyopita. Kaka umesema vizuri. Sasa inakuwaje watu wakubali kwamba wewe ni mshauri, ni kocha, mwelekezi, mentor, inspirator? Hivi vyeo unavipata sio kwa sababu una cheti cha chuo kikuu. Unavipata kwa sababu ya uzoefu uliokuwa nao wa kuishi na vijana, kuishi na watu. Miaka ile 20 iliyopita kaka Mng'ong'o mimi nimemkuta kwenye field, na yeye amefanya mambo mengi. Afanya kwenye field asasi za kiraia, amefanya kwenye siasa, vyama vya siasa, amefanya kanisani, na amefanya ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo na mimi nilipoingia jijini Dar es Salaam sikutaka nibaki kijana ambaye anasubiria kwenda sokoni kubeba mizigo, na mimi niliingia nikaona nitoe mchango wangu. Jambo la kushangaza sana, niliufahamu mji wa Dar es Salaam, halafu nikajikuta na mimi mmoja wa waanzilishi wa vikundi vya vijana, na nimetumikia shirika moja mwanzoni kabisa likiitwa TEAM, Tanzania Environmental Action Movement. Baadaye nikatumikia shirika linaitwa National Youth Forum, ambalo ndio haswa lilikuwa linaongoza harakati za kuundwa kwa baraza la vijana. Vijana walikutana kitaifa mara kadhaa tangu miaka ya 97, 98, 99, 2000 inapoendelea mpaka kina Justin wanakuja, wamekuta tayari tumeshapambana, lakini tumesinzia kidogo, kwa sababu kila rais anayobadilika na waziri huwa anakuja na priority zake. Kwa kama kipindi hiki hamjaweza kushawishi, hamtakii kunyamaza, inabidi kuamka tena mdai.
Kwa hiyo nikajikuta katika miaka hii yote basi nimekuja kuwa mkurugenzi na mwanzilishi wa shirika linaitwa YPC, Youth Partnership Countrywide, ambao ndio leo mmekutana hapa kwa ajili ya kuzungumzia mambo haya. Alafu nikaanza kuchaguliwa kwenye bodi mbalimbali, sio tu sasa mashirika ya vijana, kwa sababu TYC nimekuwa mjumbe wa board tangu ilipoanzishwa TYC, sawa wakati ule Humphrey Polepole ndio alikuwa mkurugenzi mwanzilishi, sawa lakini mashirika makubwa sasa kama Policy Forum, Tango, Fame Act, mmesikia mashirika nyinyi ambao mnatoka vyama vya siasa mnaweza msielewe, lakini kuna mitandao mikubwa ambayo tukapata nafasi. Kwa hiyo mara nyingi ukiingia huko uingii kama Ilunde, unaingia kama kuiwakilisha shirika ambalo unatoka. Naona shirika ambalo unafanya nini? Unatokea. Kwa mfano tulipoenda jukwaa la katiba anapotoka Machumbana, YPC ndio mwanachama wa board. Na ukija ofisini kwetu pale maili moja Kibaha utakuta cheti tulichopewa na hilo shirika ama mtandao ule kwamba tumetumikia kwenye board. Sio Ilunde, YPC imetumikia kwenye board miaka 6. Lakini pia tumekuwa makamu mwenyekiti wa mtandao wa kuangalia uchaguzi Tanzania, Election Observers. Lakini pia tumekuwa waanzilishi na wajumbe wa Secretariat ya kimataifa ya mtandao hivi ule umeanzia juzi unaitwa SENESA, Civic Education Network for Eastern and Southern Africa, ambao makao yake makuu yako Kampala. Lakini pia tumekuwa washauri na wawezeshaji wa mambo mbalimbali kwenye sekta hii ya asasi za kiraia. Kwa nini nasema haya? Ni kwa sababu mtu hawezi kuwa muhimu isipokuwa amekuwa sehemu ya kundi. Na ndio maana vijana wajanja kama hawa walioko kwenye vyama vya siasa, umoja wa vijana wa CCM, umoja wa vijana wa Chadema, walioko kwenye asasi za kiraia, wale jamaa wanazungumzia mambo ya Afrika Mashariki. Unaelewa? Sasa na mimi kwenye Afrika Mashariki nimekuwa ndio mwenyekiti wa Vision East Africa Forum Tanzania. Na hivi juzi tumemaliza ziara kwenye vyuo vikuu 9 kutokea juu kabisa kule Bukoba mpaka tumeenda Mbeya, tumeenda na Unguja na Pemba. Tumetembelea vyuo vikuu kuhamasisha ushiriki wa vijana kwenye mambo ya East Africa na East Africa. Tanzania ndio wamekuwa washirika wetu. Mwaka huu tulikuwa nao kwa sababu ya budget. Lakini kwa kawaida kuke mwaka kesho lazima muhimu kwenye nini? Kwenye ziara yetu tuende wote, kwa sababu klabu zinazoundwa kwenye vyuo huwa ni mwongozo wa Tanzania, East Africa Tanzania, East Africa Youth Tanzania, wanaka mwongozo fulani kazuri. Stella ulikaona kako kwenye meza yetu pale. Ile ni muhimu na wanatumia hiyo. Sisi hatuclaim. Nachotaka kusema ni kwamba hawa wa Afrika Mashariki, Tanzania Youth Coalition, TYVA, huko alitoka Mnyika. Hiyo taasisi imeanzishwa ofisini kwangu wakati naendesha National Youth Forum. Kwa hiyo na wafahamu kina Mnyika wakati ndio wanaanza, na sasa hivi wameshaondoka au kwenye siasa. UVCCM, mimi niliomba kuwa katibu mkuu wa UVCCM mwanzoni kabisa, wakati Nchimbi ndio ndio mwenyekiti, ameanza mwenyekiti. Nasema Ilunde, tunaomba uwe nani? Umeelewa? Utaelewa kwamba kama Nchimbi alikuwa mwenyekiti lini, mimi nilikuwa naweza kuwa kiongozi, lakini sasa sikuwa na kadi ya active. Akaniambia vipi tuangalie huko, nikamwambia sasa mimi tangu nianze kufanya kazi hizi, yani nishaamua vyama vyote vyangu. Sasa ukinitangaza leo katibu mkuu itakuwa mambo ya polepole. Elewa? Kwa hiyo tukaiacha. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba nafasi ya vijana, brain yao na nguvu zao inatakiwa ionekane kwenye kazi ambayo kama tunaoifanya leo. Kwamba kuna mambo yanaendelea, usiyanyamazie. Una hamu ya kumshauri rais, una hamu ya kumshauri waziri, una hamu ya kumshauri afisa vijana. Kipindi hicho unapojisikia kushauri, shauri, kwa sababu zikija zile nyakati ngumu, zile za uzee, kuumwa, wanaitwaje ile, kuvurugwa. Unajua kuna kuvurugwa pia. Huwezi ukatoa mawazo. Sasa leo hii Stella ametuandalia mazingira mazuri hapa. Tushauri system, tushauri umma. Hivi sheria iliyopitishwa itawezaje kutekelezeka?
Watu wengine pengine wana hofu tu ya kujiunga kwenye baraza. Sisi zamani tulipokuwa tunachokoza, tulijua kuna sababu. Commonwealth, Jumuiya ya Madola, viwango vyao wanaona ni muhimu kila nchi iwe na nini, na baraza. Sasa kama serikali imeshatengeneza sheria, vijana tupo walio kwenye vyama vya siasa na kwenye asasi za kiraia, tumeshaiona sheria ile pale, si ndio? Basi na sisi tuseme kitu ili tufike hapo. Sasa sisi wenzetu zamani, wakati hata sheria haijatungwa, sisi tulijiundia mpaka na katiba. Sijui kama ndugu yangu alikuwepo bwana Godfrey, si kama ulikuwepo muda ule, lakini tulitengeneza draft constitution kwa ajili ya baraza la vijana. Tulitaka tusajili Wizara ya Mambo ya Ndani, alafu tuite baraza. Kaambiwa na serikali, nyinyi hamwajui vijana. Na kweli hata sisi wangetushinda. Yaani vijana walikuwa wanalio taratibu ambao serikali inajiamini, ndio maana kasheria kafanya nini? Kakatungwa. Kwa hiyo tunataka nyinyi sasa mlioko sasa hivi mseme, na waziri akinunua mawazo ambayo umeyasema kwenye consultative meeting, unaweza kushangaa kama kuna vitu havifanyika, anaweza kaviharakisha, kwa sababu anaona kumbe tumelala, lakini kuna watu wanawaza. Kwa hiyo mimi nataka niwakaribishe mfanye hivyo, na ili tuwe active badala ya kuwa passive. Kuna tofauti ipo. Active youth na passive youth. Passive youth wanasubiri matukio, wanaenda kushangilia. Kwa nini wewe hata siku moja usisababishe tukio watu waje kushangilia? Kwa hiyo tusisubiri. Uzuri ni kama nyinyi tayari mmeshaamua kuwa wasababishaji wa matukio, kwa sababu mko kwenye shughuli. Lakini zaidi sana niseme kidogo kuhusiana na YPC, kwamba YPC tangu ilipoanza mwaka 2002 iliundwa, lakini ikasajiliwa 2003. Taasisi hii tangu kuundwa kwake imekuwa na lengo kubwa sehemu mbili. Moja, kuwajengea vijana uwezo wa kiraia ili waweze kushiriki michakato ya umma. Lakini mbili, kuwajengea uwezo vijana katika masuala ya uchumi ili waweze kuwa na uwezo wa kijasiriamali, kiuchumi, kiuwekezaji, kuweza kama sio kujiajiri basi kuajiri na wengine. Katika kufanya hivyo tumeendesha semina, makongamano, mikutano ya mashauriano kama hii, tumefanya ushawishi na utetezi, pia tumefanya mambo ya kufuatilia mambo ya utawala bora ikiwemo fedha za umma. Kuna baadhi ya vijiji ambako YPC ilijihusisha kufuatilia fedha za umma, lakini kuna kipindi tumeweza pia kujihusisha na kufuatilia chaguzi mbalimbali, na pia kuwasaidia vijana wanaotaka kugombea, kuwafundisha mafunzo ya kutengeneza hotuba nzuri na kupambana na mtu yeyote mwenye hela au hata anayehonga kijana ashinde. Kwa tuna mazao kwenye siasa, tuna wabunge, tuna madiwani, tuna wenyeviti wa serikali za mitaa, tuna wajumbe katika serikali za mabaraza ya serikali za mitaa. Tuna wafanyabiashara na tuna watu wazito kwenye miradi ya huduma za umma. Kwa mfano, mnaita nini? Miradi ya kuhudumia umma. Wapo watu wanaendesha NGOs na nini, lakini tunajisikia ni product zetu. Hatusemi ni sisi tu YPC, lakini YPC kwa kushirikiana na vikundi vyenu na mashirika yenu tumeweza kuchangia. Vijana wapo kwenye siasa, vijana wapo kwenye biashara, vijana wanajitegemea, na wengine wamekuwa parents wazuri, wengine wamekuwa wababa, na wengine wa mama wazuri. Leo nikiwa namkaribisha mgeni wetu rasmi kwa asubuhi aseme kidogo ili tuendelee, niseme tu ya kwamba mpaka sasa YPC ilianza na watu wachache, sasa ina watu zaidi ya 400 wako ndani ya mkoa wa Pwani na baadhi ya mikoa, na tunafanya kazi mikoa mingi, lakini hasa bajeti zetu ziko mkoa wa Pwani na kwa kazi ambayo tumezitaja, na tuna ushirikiano mzuri na asasi karibu zote kupitia mitandao na kupitia asasi zenu, lakini pia vyama vya siasa bila kubagua. Yaani sisi hata vile vyama mnavijua vidogo kabisa, sisi tunavithamini. Tukiita mafunzo wote wanafanya nini? Wanakuja, na hiyo ni value yetu. Ila tumeleta hawa wazito wawili kwa sababu tu ya nafasi. Bajeti yetu kwanza ilikuwa ituruhusu kuja Dodoma. Ni ubunifu tu wa bodi pamoja na ushauri wa mhasibu. Tukafanya ubunifu, tukasema tukutane kule kule makao makuu ili iwe rahisi hata kuonana na viongozi. Vinginevyo ndugu kutoka ofisini ingekuwa ngumu pengine kumleta Dar es Salaam. Ila amekuja kwa sababu tuko hapa.
Kwa hiyo tunashirikiana pia na vyama, mashirika ya dini. Kuna umoja wa vijana kwenye dini mbalimbali, pia tunawaalika. Tunaendesha mijadala kila mwezi pale Kibaha, tunaita Civic Awareness Talks, ambao tunadhani nyinyi ambao mpo mnaweza pia kuja siku nyingine kutoa mada. Naweza tukakutafutia kanauli uje utoe mada. Unaelewa? Ili mradi tu usije pale uje kusema jiungeni na CCM ama Chadema. Yaani uongelee mada tu. Kwa sababu sisi tunazuiwa kutangaza jambo kama hilo. Hata kama tunaipenda CCM au Chadema, lakini sisi mazungumzo yetu ni neutral. Na sisi tunajitahidi kuwafundisha nyinyi siasa kwamba kura zenu ziko kwa watu kama sisi. Yaani sisi ambao kadi zetu hazijulikani. Yaani mimi naweza muda wote nikaangukia CCM, muda wote Chadema. Si unaelewa vizuri? Lakini unapokutanishwa kwenye kikao kama hiki, ni wakati pia wa kuweka vizuri mambo yako. Hatujui kutoka hapo utawavuna wangapi, si ndio? Yaani personal behavior yako na ushawishi wako hatuwezi kujua, lakini ndani wa IPC ni neutral body. Kwa hiyo nitumie sasa nafasi hii kuwatakia kikao chema, lakini ili tuweze kupata baraka za ufunguzi, nimkaribishe kaka Martin Mng'ong'o aweze kusema kidogo alafu tuendelee. Nawashukuru sana kumsikiza. Karibu sana mstahiki. Jamani, mimi nafurahi kwa nashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutuwezesha siku ya leo kukutana kwa ajili ya kujadili kitu kinachoitwa baraza la vijana. Mchakato ama vuguvugu la kuanzisha baraza la vijana lilianza toka miaka 1992 baada ya mfumo wa vyama vingi kuingia. Sababu huko nyuma kihistoria wote tulikuwa tunaongozwa ama vijana walikuwa naongozwa katika kitu kinachoitwa zamani Tano Youth League na baadaye UVCCM. Ndio alikuwa msemaji mkubwa wa mambo ya vijana Tanzania. Kwa baada ya mfumo wa vyama vingi kuingia, ndio kuonekana sasa kuna haja ya hili vuguvugu kwanza. Na kwa bahati mbaya halikuanzishwa na serikali. Lilianzishwa na vijana wenyewe. Kwa vijana wakaanza, kulikuwa na taasisi nyingi ziliundwa. Wengine walikuwa Movita, Muungano wa Vijana Tanzania. Kwa kulikuwa na taasisi nyingi sana. Baadaye ndio ikatafutwa hili ilikuwa National Forum, ambao tulianza sasa kujadili kama vijana wa Tanzania. Na wakati huo tulikuwa tunazungumza vyama vyote, yani vyama vya kisiasa, taasisi mbalimbali za vijana. Kwa miaka 97 ile, nakumbuka mwaka 97 ndio National Forum ilianza ile jukwaa la vijana. Baadaye miaka 98 mwanzoni tukakutanishwa vijana wote kule Arusha, ndio ikaondoa kamati ya kwanza. Tulikuwa tunaita kamati ya kitaifa inayozungumzia habari ya kujadili kuhusu habari ya uanzishaji wa baraza la vijana la taifa. Baada ya pale nadhani serikali nayo ndio kaingia amua kuingia kati sasa kuangalia namna gani tutaratibu kwa pamoja vijana ambao wana vuguvugu na serikali. Kwa hiyo kama la kwanza Chang'ombe, baadaye tukaenda Iringa tulijadili kwa kirefu sana kuhusu habari ya kuwa na vijana, yani kuwa na chombo ambacho kitawaunganisha vijana wote bila kujali itikadi za vyama vya kisiasa ama vya kidini ama kitu kingine chochote kile. Kwa nadhani pale ule mkutano nadhani ulikuwa mkubwa sana. Na ulihudhuriwa na watu wengi maarufu sana, akina Zito Kabwe hawa, akina Dr. Kitila Mkumbo, akina Emmanuel Nchimbi, akina John Mwongela, yani watu wengi, akina Helboni Mwakagenda, akina Professor Norman. Ile bali nadhani ndio tulitoka na kitu draft ya kwanza kabisa. Kwa mfano hata masuala ya kusema umri wa vijana uweje, tafsiri ya vijana uweje, tujani sana kule Iringa. Kwa ndio vuguvugu la kwanza pale tulianza. Na mimi nibahatika kuwa mwenyekiti wa ile kongamano. Sijai kuondesha kongamano gumu la watu kiwaambia saa 2 kamili wote wameshakaa. Hapa leo tumechelewa siku ile kule Iringa ukiwaambia jamani kesho tunakutana saa 1:30 unakuta wote watu wamejaa. Wamekaa pale. Tulikuwa tunaendesha ile mjadala mpaka saa 6 za usiku ndio tunakwenda kufunga. Kipengele kwa kipengele mpaka tunafikia mahali hapa. Baada hapo ndio tulipotoka pale, ndio pale serikali ikaanza kufanyia kazi sasa. Yaani mawazo, kwa mfano umri ambao ulikuwa unaonekana huko katika sera ya vijana, ulikuwa kati ya miaka 15 na 24. Kule vijana tumetamka kwamba miaka 35.
Kwa hiyo ikabidi sasa wazo la kwamba hata sera ya vijana inatakiwa ipitiwe upya, ilitokana na azimio la Iringa kule, kwamba tukaona hata sera ya vijana yenyewe haijakaa vizuri. Kwa mchakato wenyewe umechukua muda mrefu sana kutokana na hofu mbalimbali, lakini spirit ya Iringa ilikuwa vijana sisi wenyewe tuwe kitu kimoja, tusitawanywe na itikadi za vyama ama za kidini. Lengo letu lilikuwa ni tuwe. Sasa ilikuwa miaka 20 iliyopita, mwaka 98 99. Kwa mpaka sasa hivi mchakato umepita katika sehemu nyingi sana. Hofu, woga, inakwenda saa nyingine nambari imepeleka kwenye kikao cha katibu wakuu imerudishwa. Imeenda kwa katibu mkuu imerudishwa. Kwa nadhani mpaka nashukuru sasa hivi angalau sheria sasa hivi imeundwa. Lakini kama nilivyosema kwamba hii sheria wanaoifahamu vijana wangapi? Taasisi za vijana wangapi wanayo hiyo sheria? Kwamba wanaweza kai-own sasa wakajua sasa hivi mikoani, wilayani tunaweza tukaitumia hii sheria kuanza mchakato wa kuunda baraza. Kwa YPC nashukuru secretariat na kuongezwa mkurugenzi wameona kuna umuhimu sana wa kuijadili. Juzi nilitembelea pale ofisini ya waziri mkuu wanaozunguka masuala vijana, ndio nikatambulishwa na mmoja wa maveterani wetu wa zamani sana, Mr. Trenesh. Yeye ndio alikuwa kama mwanasheria wetu. Ndio akawa anawakumbusha bwana, hii sasa hii ndio nikabahatika kupatufahamiana na huyu ndugu kwamba bwana tunataka kuanzisha mchakato wa kujadili masuala ya baraza hii sheria. Hivi utekelezaji wake ukoje? Inaanza kutekelezwa lini? Watu wengi vijana hawafahamu. Kwa ni vizuri tukasema, wengine wanasema tunaliamsha dude. Kwa ni vizuri sasa hivi nadhani hapa Dodoma tukaliamsha dude kuhusu hili baraza liende sasa, lianze kuundwa, lianze kutengenezwa. Tusizungumze habari ya sisi tumezungumza vijana mpaka tunaanza kuzeeka. Atakuja kila Lugombe na watazungumza mpaka watazeeka. Kwa tutakuwa tunazungumza baraza vijana. Na wakati ule tulikuwa tunazungumzia tulikuwa Iringa tulikuwa na baraza la vijana Tanzania. Kwa sababu tulikuwa na uwakilishi kote. Na wakati ule kuna mmoja alizungumza habari ya Zanzibar, tukasema ikifika habari ya baraza la vijana taifa kutakuwa na Zanzibar. Hivi tukiomba mwakilishi kutoka UN wapi atatokea? Atatokea Tanzania bara. Lakini sheria iliyoundwa nasikia imeundwa kwa ajili ya Tanzania bara. Na kule Zanzibar nao wana baraza lao. Kwa ile spirit ya kwanza na imeshaanza nini? Kugawanyika. Iligawanyikia wapi? Labda nyinyi mtaweza kutueleza. Kwa nini tulitoka na sisi tulitoka hiyo ni baraza la vijana Tanzania. Kwa hiyo sasa kuna baraza la vijana taifa na kuna baraza la vijana la Zanzibar. Sasa taifa lipi? Tunazungumzia taifa lipi sasa? Kama kuna baraza la vijana la taifa, halafu kuna baraza la vijana la Zanzibar. Sasa hapo ni vitu ambavyo labda wangepata input kutoka kwetu ambao tulikuwa na genesis ya kwa nini tunaita baraza la vijana Tanzania. Hiki kitu kingeweza kuleta mkanganyiko mkubwa sana. Maki atakuja mambo ya TFF na siji nini na nini yanaweza kuleta kutu. Hawa sasa hivi nao wanaomba kuwa na wanachama wa FIFA. Watakuja baraza la vijana la Zanzibar na naweza kuwa mwanachama wa UN. Sasa Tanzania ipi hiyo mnayozungumzia ambaye una Zanzibar, kwa hiyo taifa national. So hapo yani kuna haja kuangalia vitu vingine labda vilikuwa mmeenda ndivyo sivyo. Kwa hiyo mimi naomba sana mjadala uwe mzuri. Sisi spirit yetu wakati ule, unajua wakati mimi nilikuwa mwenyekiti wa vijana wa taifa wa Chadema. Tunazungumza na kina Emmanuel Chini vijana wa taifa wa CCM. Kulikuwa na Hasim Tenga, yeye ni mwenyekiti wa vijana wa TLP. Huyu Livingstone Sinde sije NLD. Kwa hiyo tulikuwa tunaweza kukaa vijana bila kujali itikadi zetu. Lakini nafikia mahali ambapo ukiangalia siasa ni kama watu wanaanza kugawanyika. Nilikuwa na shauri bado kwamba tunavyojuzi. Unajua Tanzania itajengwa na vijana. Tuna sio vijana wa kesho. Wakati wetu tukataa msemo kwamba zamani kweli kwa vijana taifa la kesho, vijana taifa. Tukasema hapana, vijana ni taifa la leo. Kwa sababu hiyo kesho itakuja lini? Youth participation and influence in democratic processes and economic empowerment and decent employment. This will enable youth to demand access to quality, gender-responsive public services and space, as well as strengthening movements and strategic alliances. Youth will be enabled to develop their leadership skills, to participate in dialogue processes through working very closely with MSDCC, Global Platform Kenya,
advisors and inspirators through Action Aid, People for Change. Kwa hiyo basically sisi kama YPC tumejikita sehemu mbili sana kwenye mambo ya democratic process and economic empowerment, ambapo kwa leo hii National Youth Council ipo katika kitengo cha mambo ya democratic process ama tunaita participatory democracy. Kwa hiyo the main objective ya huu mradi ni hizo mbili, participatory democracy and economic opportunities and youth employment. Kwa hiyo katika participatory democracy sana tutakuwa tunaongea mambo ya leadership, kuwezesha vijana kushiriki katika mambo ya uongozi, katika mambo ya uchaguzi, na hivi ambapo tunajiandaa na uchaguzi mdogo utakaofanyika kwa mwakani. Tungependa tuone vijana wengi wakishiriki, si tu katika kupiga kura, hata katika kuchaguliwa. Kwa hiyo mradi huu utawezesha vijana kuwa na uwezo mpana wa kubadilisha pia mtazamo kwamba wao sio tena kama ni mtaji wa wazee wao kwenda kupanga mstari kupiga kura. Inabidi na wao sasa mtazamo badilike, wawe wanashiriki katika mchakato mzima kuanzia grassroots level mpaka top roof, ambapo kama wiki iliyopita tukiwa na mzee Takabati tulikuwa tuna utata kidogo kwenye masuala ya age, kwamba wanasema vijana ni kuanzia miaka 15 mpaka 35, lakini wanaoruhusiwa kupiga kura ni kuanzia miaka 18, na wanaoruhusiwa kuchaguliwa katika mambo ya uongozi kuanzia miaka 23, ile kama ni udiwani. And then utaka kuwa rais lazima una miaka 40. Kwa hiyo kijana ana nafasi ya kushiriki katika ngazi ya kugombania urais. Na kwa nini kijana awe kuanzia miaka 15 alafu kupiga kura hiyo miaka 10 na ngapi? 18. Kwa hiyo kuna hiyo changamoto hapo ambayo kidogo ndo tunaifanyia kazi. And then katika upande wa economic opportunities and youth employment, hapa tutakuwa tunaongeza sana masuala ya kazi zenye tija na hadhi, kwamba ukiangalia vijana wengi wamejikita katika biashara hizi za machinga za viwandani na bodaboda, lakini unakuta kazi zao si salama, malipo yao sio malipo mazuri. Kwa hiyo katika mradi huu tutatoa pia tutakuwa kule pia kuna mafunzo, lakini pia tuta advocate for decent work kwa vijana, ambapo na wenyewe kama mtu ni bodaboda aweze kuwa awe na haki ya kupata ya bima ya afya, kwa kuna social security, kwa kuna hizo social dialogues, kwa kuna adequate payment kwa vijana. Yaani sio tu kwa sababu ni kijana bodaboda basi unakuta hana bima ya afya, akiumia mguu basi tukasha kuwa mlemavu, hakuna hatua zinazochukuliwa. Kwa hiyo itakuwa ni both kwa ajili ya tuta advocate kwa the government, kwa the employers, hata sisi vijana fundisha hizi za kazi, sheria za kazi zinasemaje, na wewe kama kijana haki yako ni ipi ukiwa kazini, na unataka kufanya kazi katika mazingira gani. Kwa hiyo mradi kwa ujumla tutakita katika hizo sehemu mbili, na katika activities tutakazozifanya katika participatory democracy, ya kwanza tutakuwa tuna mobilize and organize youth organization and movements to take active part in reinforcing and formulation of laws, policies that are aimed at promoting citizen participation, lakini sana kwa vijana. And then advocate for formation and operationalization of national youth councils targeting relevant government bodies with support of the advisors. And development of print media, policy brief, tutasaidia hapo kwenye mambo ya media and other media channels on the value addition of the youth participation in democratic governance principles and issues. Pia support youth organization to conduct researches and reviews on policies and laws in light of free expression of views and effective participation in democratic processes, ambapo tushafanya analysis ya policies mbili last week, policy ya NGO na mambo ya citizen participation,
Alafu tutakuwa mna build alliances among youth organizations and movements at local, national, regional and international levels to claim youth rights to participation, and undertake leadership forums and exchange programs to share experience and build solidarity. Hapa ambapo tutakuwa tunachukua vijana kutoka mikoa mbalimbali kwenda kushiriki katika hizi exchange programs za leadership. Either tunawatuma ama tunaleta wataalamu hapa, then tunalika vijana kwa ajili ya hizo leadership programs. Kwa hiyo Bavicha, CCM, TYC ndio muda kutengeneza pia network. Kuna sehemu kipengele kinaelezea tukifikia ambacho kinataja ni miaka mingapi minimum mtu kuwa kiongozi wa baraza la vijana kwenye ngazi mbalimbali. Tukasema kwamba kipengele kingine kinaongelea kutoa mali zinazohamishika na zisizohamishika. Kwa hiyo kama baraza litakuwa na mamlaka, kama kuna mali ambazo mnaweza kutoa, mtakuwa mpo independent, lakini vile kama kuna mali ambazo zisizohamishika, basi sijajua hizi zitakuwa in form of services au njia mbalimbali. Lakini mnaweza kukopa fedha pia. Ndio hivyo. Mnaweza kukopa fedha. Na maana msipolipa mnaweza kushtakiwa vile vile. Kingine ni kwamba kutenda au kufanya vitu vyote au kutenda jambo lolote ambalo ni la lazima katika utekelezaji wa kazi zake chini ya sheria hii, ambalo linaweza kufanywa na shirika hodhi kwa mujibu wa sheria. Kwa shirika lolote ambalo tunasema shirika hodhi, kwamba hamna mtu mwenye ambaye ana shares kwenye baraza la vijana. Kwa hiyo kinyume na hapo, ina maana sheria zitakuwa zinatuhusu. Lakini kipengele kingine tukasema kwamba wanachama wa baraza utakuwa wazi na wa hiari kwa asasi na taasisi za vijana zilizosajiliwa kwa mujibu wa sheria husika. Ni kipengele muhimu sana. Sawa? Wanasema kuwa memba wa baraza la vijana inamaanisha kwamba utakuwa ni kwa hiari. Free entry, free exit. Si ndio hivyo? Lakini kwa taasisi ambazo zinatambulika sheria. Kwa hiyo taasisi tambulika kisheria, kuna vitu ambavyo vinazingatiwa. Si ndio hivyo? Kwamba aidha, karibu mkurugenzi. Sasa hapo ndio ninapotafuta maoni yangu. Wengine wako organized, wako kwenye vikundi ambavyo bado havijasajiliwa. Sasa baraza kwa nini lijikite kuwatambua wale tu waliosajiliwa? Haya, kwa mfano Bavicha, umoja wa vijana wa CCM, niambiwa wamesajiliwa wapi? Yaani najaribu kutoa mawazo ili sasa tusiye tukaendelea bila kukritik. Tunataka naibu waziri akija kesho anambie bwana, tunaomba kifungu hiki kiangaliwe. Mbona unanizuia bwana? Au sasa wanaangalia mimi, kwa nini ndio mwanzishaji? Mimi nawafikirisha tu jamani, naomba muendelee. Nimekuelewa. Alisa, kwanza kabisa nimpongeze mwasilisha mada, lakini pia ninaona kwamba mada ambayo anaipresent, yani hiyo maudhui yake ni maudhui ambayo tayari alikuwa ameshafanywa marekebisho, kwa sababu hii inaonekana ni bill hii ambayo inakuwa presented ni bill ambayo iko kwenye mtandao, lakini bunge la jamhuri lilipokuja kupitia bill, kwa hiyo kulikuwa na baadhi ya taasisi zilikuwepo hapa, kwa hiyo zilifanya baadhi ya marekebisho mengi ya msingi hapo yapo, lakini kuna marekebisho mengine ambayo yapo ambayo kwenye hii sasa hapo hayaonekani. Kama unavyoona hapo, baraza linaonekana limeishia kwenye ngazi ya wilaya, lakini iliyopitishwa na final ina kwamba ilikuwa mpaka ngazi ya kata. Unaona? Kwa hiyo ilikuwa ni bill ambayo ilikuwa presented sasa ili iweze kujadiliwa bungeni. Lakini baada ya kukaa na hizi zile Azaki, ule umoja wa zile taasisi zile huku Dodoma, zilikaa na zikatoa mapendekezo yao na viongozi wakayafanyia kazi. Kwa hiyo wakatoka
na mapendekezo pamoja na maoni ambayo yaliingizwa na kuweza kutoa ile sheria ambayo sasa ni final. Kwa hiyo ukiangalia kuna nini, baadhi ya vitu hapo vina miss. Sasa kuhusu wanachama, ukienda kwenye membership pamoja na taasisi kuna vipengele vitatu. Kuna kwanza ni vijana. Kuna kipengele cha kwanza A kinasema kwamba ni youth from the respective ward, kwamba vijana katika kata husika ile. Kwa hiyo vijana kutoka zile kata, vijana wote. Kwa hiyo hii inamaanisha ni vijana wote ambao wako katika zile kata. Pili inakuja ni vijana ambao watoka katika taasisi kama nilivyozungumza, taasisi ambazo ziko registered. Taasisi nyingi za vijana ziko registered. Kwa hiyo na hapa tunachoangalia ni ule vile uwakilishi wa vijana kuanzia ngazi ya kata. Kwa hiyo kata uwakilishi wao na wao kwenye kamati zile watakuwa wanashiriki kwenye vile kwenye kuna kamati za baraza ngazi ya kata, ambao kwenye mkutano ule kwenye kata manake kutakuwa na maoni watakuwa wanachukua, watapeleka kwenye wilaya kule kuna kamati vile kuna secretariat, wataratibu zile shughuli. Kwa hiyo zinaenda kwa mtindo mpaka kufikia ngazi ya taifa. Kwa hiyo tunaposema kwamba sasa baraza kwamba halitajihusisha na masuala ya siasa, kwa sababu ni chombo ambacho kimeanzishwa kwa sababu kutetea maslahi ya vijana kwa ujumla, bila kujali matabaka, huyu ni black or white, yani ana ulemavu ana nini, vijana wote. Kwa hiyo tunasema kwamba ni halitakiwi kujihusisha na masuala ya siasa. Yaani huwezi kwenda kupiga pale kampeni unasema labda tuna kama platform nyingine chini ya siasa wanafanya kwamba bwana tumchague fulani ila utapiga kampeni ya kumchagua kiongozi au wajumbe wa baraza, lakini sio masuala ya vyama, labda masuala ya kisiasa kuyaingiza pale. Kwa hiyo ni sasa kama mfano kama sisi watumishi wa serikali, unaweza ukawa una chama chako lakini chama chako mwenyewe rohoni, unaona, lakini huwezi kuonyesha kwamba au majeshi hao kwenye vyama. Tangia vyama vingi vilivyoingia, majeshi yaliondolewa katika mfumo wa vyama moja kwa moja, ilikuwa na matawi ndani ya majeshi. Lakini unakuta mtu hawezi kosa upenzi wake, labda yeye ni chama fulani. Kwa hiyo ile ni kitu ambacho ambacho ni personal. Lakini sasa kujenga kwa baraza, na sisi tunasema kwamba baraza huwezi kwenda pale kuingiza masuala tena ya kisiasa. Ukiingiza masuala ya kisiasa, maana yake tayari utaanza kuwagawa watu. Mimi niko pale serikalini nahudumia vijana wote. Aje wa Chadema, aje wa CCM, aje si wapi, aje. Ilimradi tu ni kijana, basi mimi nitamhudumia. Kwa hiyo natakiwa niwe objective kuweza kutoa huduma yangu kwa wale watu wote wanaohitaji huduma yangu. Kwa hiyo na baraza litakuwa ni objective kwamba lifanye kulingana na mujibu wa sheria. Kwamba lihakikishe kwamba linasema maoni yanatolewa na kijana yoyote yule, awe ni chama gani au inayachukua na kuweza kuyafikisha mahali ambapo panastahili. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba hilo baraza basi lisijihusishe na masuala ya kupiga siasa. Kwa sababu inawezekana upande mmoja ukawa umezidi kwenye baraza kule, basi itakuwa hilo baraza linakuwa monopolize na upande mwingine. Lakini unapokuwa objective, manake unahudumia vijana wote wa Tanzania wote bila kujali anatoka chama gani, anatoka dini gani. Na hiyo ndio misingi ambayo tunataka tulelewe katika msingi kama vijana, kwamba tuhakikishe kwamba tunakuwa na umoja wa kitaifa, ambapo tunasema kwamba tunapoenda kuwakilisha uwakilishi moja na nini, kwamba ni uwakilishi wa kwenye forums mbalimbali za kitaifa, kwamba baraza linateua mtu kwenda kuwakilisha nchi, sio kuwakilisha chama wala kuwakilisha, naenda kuwakilisha nchi. Kwa hiyo tunategemea kwamba zile interests za serikali za nchi taifa, vijana zinawakilishwa katika Umoja wa Mataifa, ambao tunajua kwamba tumebeba taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo ndio ufafanuzi wake hapo kwenye unasema kwamba baraza halitakili lijihusishe masuala ya kisiasa. Kwa hiyo hivyo tunataka tujikite kama alivyosema Mtwenesh, ni kwamba sisi tunataka kufanya nini? Tujikite kwenye namna ya kuitekeleza hii sheria. Kwa hiyo tutakachofanya kwa kuwa tumeshasikiliza vilivyokuwepo kwenye bill, si ndio? Ambao ndio ilikuwa mapendekezo ya zamani ya watu kabla haijawa sheria. Na sasa sheria tunayo, si ndio? In fact hii ndio tutakuwa tuwe nayo toka asubuhi. Tegesa kwa bahati nzuri, yani kwanza tuwapongeze sana maafisa wetu waliofika hapa. Mkurugenzi na wake tunayo. Sasa tunachofanya, grupu la kwanza tutatengeneza makundi haya tu matatu. Ni timu tatu. Timu ya kwanza
itaangalia part 1 na part 2. Part 1 na part 2. Lakini katika part 1, kamata kalamu yako nikwambie maeneo muhimu ya kuangalia. Kwenye part 1 tutaangalia tu objectives of the act. Alafu unaenda part 2 utajikita pamoja na mengine, mnamkiwa na muda mtafanya na mengine, lakini mtajikita kwenye part 2 sasa kwenye establishment, powers and function of the council. Utagusa establishment of the council, alafu composition of the council, alafu functions of the council na structure of the council. Kwa ukurasa huo inaendelea, unajua mpaka na ukurasa unaofuatia utaenda namba 15 yake na 16 ni appointment of the secretary and the duties of the secretary. Ili kama kuna kitu chochote tunadhani kinafanana na alichosema Badru au nini tutasema. Grupu namba 2 itakwenda part 3 na part 4. Part 4. Katika part 4 vifungu vyote vile mviangalie, na part 4 part 3 ni vifungu vyote 17 mpaka 20. Part 4 mtaangalia tu kifungu 21 na 22. Kama mna macho ya haraka mtaangalia na mengine, lakini sisi tunatakayo tu. Ili sasa tunajilinganisha na tulichokisikia huku katika mswada, lakini pia tuweze kujiridhisha kwamba kumbe sheria imesema nini, si ndio? Alafu part 5 na part 6 itaangaliwa na team number 3. Katika team number 3 tumeona muangalie tu mambo yote 24 mpaka 26 kwenye part 5 na ile 27 ambayo inazungumzia regulation. Kuna kitu kimetamkwa pale, na kumbe waziri anaweza akafanya regulations wakati huu inapoanza sheria, lakini pia na wakati ambapo baraza likikutana litapendekeza vitu ambavyo waziri anaweza kwenda kutengeneza tena sheria kanuni za utekelezaji. Sasa karatasi ni hiyo nilio hapa, kila kundi na kila mmoja anayo. Maswali ya kushughulikia ni haya. Each team 1A note and tell the difference. Yaani mkisikiliza na mkiangalia hii kama ilivyo bado waliposema ni yale yale. Ili sasa kama kuna change ujue kumbe improvement iko tayari kwenye sheria. Hatuna maswali tena wala recommendation za ziada, ndio. B ni English B critically enlist any gap. Brother Twenesh amesema tusijikite kwenye gap, lakini ikitokea may not any gap wakati mnaendelea kusoma hapa, simeisoma yote mambo yenu, mmegundua kumbe sheria imesema hivi, pamoja na kama mswada ulisema. Sasa sheria imeshasema hivi, lakini mtakuwa tayari mmeshaona kama kuna gap yoyote. Gap maana yake ni weakness. Labda tuandike hivyo, maana watu wengine wanaogopa kuandika kama weakness. Hii ni sheria jamani, hatujasema weakness ya mtu hapa. Kwamba sheria hii kwa provision yake katika vifungu tunavyoangalia kuna ka udhaifu ama ka upungufu fulani to enlist. Sawa na hatujasema una list 3, una list 10, 7, inategemea na speed yenu. C provide a list of, hapa ni muhimu sana. Watu watajikita hapa alafu wanasahau kwamba kuna kazi muhimu kwenye C na D. C inasema provide a list of recommendations to the government on way forward to implement the law or the act. Hamu kubwa wote walioko chumba hiki tena ambao wanataka kuwa viongozi wa hili baraza na vijana wote walioko Tanzania nzima wanataka waone kikao hiki ambacho tumeshaanza kutweet. Mnajua tuna tweet hapa. Wale ambao mfungui simu zenu mpaka mrudi Dar es Salaam, shaurieni. Fungua kwenye tweet, utakuta tumeshaanza kutweet kwamba tunaona umuhimu wa baraza sasa kuanza kufanya nini. Na tumekaa hapa kutaka kulishauri serikali na kushauri mashirika na vikundi vya vijana ili mambo yatekelezeke. Kwa hiyo mtu wa kwanza kabisa kumengage ni state, ni serikali. Prime Minister's Office
na wadau wengine ndani ya government system wanaofanana, na sisi tumeamua tuengage Prime Minister's Office kwa kweli. Na hata kesho lengo la kumwomba naibu waziri au mgeni rasmi ni kwamba tunataka kumengage yeye na mkurugenzi pamoja na maofisa walioko PMO office ili waweze kuchukua maoni ambayo tunayo. Hizo zinaitwa recommendation. You cannot send vitu vinavyofanana na mapendekezo. Ni vile ambavyo sisi kwa level yetu kama wananchi wa kawaida, vijana wa kawaida na makundi ya vijana, sisi hatuwezi kufanya bila serikali kuwa imefanya kitu fulani. Sasa hivyo huwa tunapendekeza kwa ofisi ya Prime Minister ya kwamba 1, 2, 3 ili utekelezaji uanze hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo labda tunaviona, na mimi hapa sina kichwani, isapokuwa nategemea teamwork yenu ya watu 3 4 mtakapokaa mtoe recommendations. Sehemu ambayo una hamu wewe ya mwisho D, as a youth organization all stakeholder, kwa mfano jukwaa la katiba sio youth organization, ni stakeholder. What do you resolve, sindio, to do as a contribution to the process? Sasa hapa sio TYVA wanakuja hapa kuleta mapendekezo. Tunajua sisi tunataka serikali ifanye hivi, alafu tunaondoka hapa tunapana mabasi yetu, tumefanya kazi kubwa sana Dodoma. Kazi kubwa Dodoma itakuwa tumeiomba serikali ifanye nini na sisi tumeazimia kwenda kufanya nini. Mambo kama information dissemination, mambo kama popularize hii sheria ni mambo yetu, pamoja na kuomba kushirikiana na serikali, lakini tunaweza pia na sisi tukachukua hivi tukaanza kuongea na vijana nchi nzima wakaijua. Kwa mfano hasa hayo yatoke kwenye group wao. Kwa mkimaliza hiyo, basi kazi ya leo itakuwa mfanini imeisha, tunaenda zetu. Natokea baraza la vijana Chadema. Aisha Saleh. Natokea baraza la vijana Bavicha. Nawakilisha group namba 1 ambapo sisi tulikuwa tunaangalia objectives of the act na establishment powers and functions of the council. Kwenye objectives hatukuona differences kati ya mswada na sheria hii na sheria ambayo tayari imepitishwa sasa hivi, na wala hakukuwa na gap. Lakini kwenye establishment power and functions of the council tuliona baadhi ya differences na baadhi ya gaps. Kwenye inavyoanza nini ya establishment imeandikwa Youth Council of Tanzania. Hawaja specify kama ni Tanzania mainland au island. Maana Zanzibar wao tayari wana nini yao, wana sheria yao, yani wana baraza lao la vijana, imeandikwa ni sheria baraza la vijana la Zanzibar. Kwa hiyo hili hapa litakiwa iwe baraza la vijana la Tanzania mainland. Kwa hiyo ilikuwa ni utofauti wa kutoka kule, of course ni utofauti, lakini pia ni gap. Kwenye membership 3A na C kumeandikwa youth from representative ward, vimeongezwa. Kwenye mwanzo kwenye mswada hakukuwa na hivi vipengele, hakukuwa na kifungu kidogo. Membership iko na mangapi? Nini ya 3? Kifungu cha 3, kifungu kidogo kifungu cha 3 kwenye kuonyesha. Kuna objectives. Kwa nini mko party gani? Sisi party yetu kwa establish 1, number 2, na party 3. Na party 8. Organization. Ndio tukasema hii tuliacha kwa sababu ya mambo mengi yalizungumzwa, kwa mfano masuala ya awareness. Masuala ya yaona pia. Namna ya ndio. Okay, sawa. Sasa ndio nikawa tujayasoma. Nyuma sio ni mbele ama nje ya muda, tarehe saa 11 dakika 5 sasa Afrika Mashariki. Nafikiri nitatumia muda mfupi sana kuelezea hoja yetu. Kimsingi hili ni kundi nambari 3, kundi ambalo lilikuwa na wababe watupu, hivyo wakajipa jina la Wagagigikoko, ni kundi la Gagigikoko. Kundi hili lilikuwa lina maanisha wanaume. Kundi la wababe watupu.
na kwa wale wenye umri ambao umekwenda kidogo mtakuwa mnafahamu hadithi za Wagala Gikoko. Anyway, lakini kundi hili lilikuwa na sehemu chache sana za kupitia zisizozidi kurasa 1.5. Ilikuwa ni sehemu ya 5 ambayo inazungumzia financial provision, na sehemu inayofuatia inazungumzia general. Na bahati nzuri waliofanya kazi hii ya utunguaji na uandikaji wa sheria hii katika maeneo ambayo tunaamini walifanya vizuri kuliko maeneo mengine ni kwenye kipengele hiko, kwa sababu hakukuwa na mambo mengi ambayo yangeweza kuleta msigano wakati wa majadiliano. Kila kitu kilikuwa sawa sawa. Kwa hiyo machache ambayo yameonekana katika eneo hilo, la kwanza ni kwenye article ya 24 kipengele A. Kuna kwenye sheria kumeonekana parliament imetajwa kama source ya income ya hili baraza, lakini kwenye bill katika muswada haikuonekana hivyo, yani haikueleza swala mchakato huo wa upatikanaji wa mapato kwa hatua za mwanzo. Lakini pia yasemekana hata kwenye sheria hiyo hiyo kwenye version ya Kiswahili, kwa taarifa tulizozipata, pia swala zima la bunge halikutajwa. Kwa hivyo sisi tukasema basi kama hivyo ndivyo, basi bunge likaonekane ama liandikwe katika dokumenti zote 3 ambazo zinakwenda na mchakato, kwa maana ya sheria ya lugha ya Kiingereza, sheria kwa lugha ya Kiswahili, na muswada wa ile sheria, yamkini ukawa na matumizi mengine kwa faida zetu huko baadaye. Na gap katika ile eneo tulisema hakuna gap, kwa maana hatukuona gap baada ya kuwa tumepitia kwa kina sehemu hiyo. Lakini recommendation yetu kwa serikali ni kwamba hizi document 3 zikafanane, kwa maana ya bill, muswada, sheria na sheria kwa lugha ya Kiswahili pia zikafanane. Ni kupitia mapendekezo yetu ambayo tutayawasilisha kwa naibu waziri. Kwa hiyo inahitaji muda tuipitie kwa pamoja neno kwa neno, na mpaka tukubali haya ndiyo yanayofaa yafike wizarani. Recap ya jana, nipende kusema yote yaliyofanyika yamechukuliwa, yamekuwa documented na yatatokea kwenye ripoti, ili sasa tuanze moja kwa moja kupitia hii document ambayo ndiyo msingi wa shughuli yetu. Na tutaiproject hapa, mimi nitaisoma neno kwa neno. Baada ya kuisoma neno kwa neno mwanzo mpaka mwisho, tutaanza mjadala paragrafu ya kwanza, ya pili mpaka mwisho. Kwa hiyo inahitaji concentration ya hali ya juu. As youth representatives, we value the truth that for the first time in history of the universe, the number of people aged between miaka 12 na 14 is the larger ever. It is a simple fact that according to the World Development Report ya mwaka 2007, there are about bilioni 1.3 people in this age category. We are cognizant that nearly 85% of that people are young men and women live in developing countries, Tanzania inclusive. More interesting, this figure is projected to increase up to 89% by the year 2025. Knowing that Tanzanians' population is predominantly young and 1/3 of people aged between 10 to 24 years, it is through this acknowledgement that the government decided to formulate the National Youth Policy ya mwaka 2007, which now is under the review process. We appreciate and value the trust the government has on youth as key and active variable into the developmental processes. Apart from many governmental initiatives we value, it goes without saying
we support completely the focus the government has taken to ensure inclusiveness and the full participation of youth by enacting the National Youth Council Act ya mwaka 2015. The enactment of the National Youth Council Act was a response to a long cry from youth and other circles in Tanzania. We must state clearly our appreciations to the government for these achievements. We declare that we will continue working hand in hand with the government to ensure effective implementation of the National Youth Council Act ya mwaka 2015. As part of our mandate and as noted above, we have gathered for 2 days to analyze the Act and develop recommendation for effective implementation of the National Youth Council. After 2 days, extensive presentations and scholarly discussions on the National Youth Council Act ya mwaka 2015, we hereby submit our recommendation for improvement and smooth implementation of the mentioned act. Recommendation zinaanza sasa. Recommendation ya kwanza, we recommend the act at the interpretation section, which is section 2, to add the interpretation of the word secretariat as used in this act, and the word gift as used under section 24B. Recommendation ya pili, we recommend editing of the section 5(1)(c) ambayo inasomeka, the secretary appointed under section 15 of this act, not section 13. Recommendation ya tatu, we note that section 5(1)(c) recognizes the existence of the vice chairperson, but it is silent how the vice chairperson will be selected or obtained. We recommend the act to specify how the vice chairperson of the council shall be instituted. Recommendation ya 4, we recommend changing the wording chairman to chairperson as applied in this act. This is because the word chairperson brings the sense of gender insensitive. Gender? Chairperson. It's hapa. Ndio vitu vya kunoti hivyo. Make sure una note hicho. Jambo la 5, we recommend the amendment of section 5 subsection 3A that possesses at least an undergraduate degree should be removed and replaced by ordinary secondary school education. Number 6, we recommend the amendment of section 15 subsection 1 to remove the power of the minister to appoint the executive secretary from the list of 3 names recommended by the council. We recommend that the executive secretary should be selected by the council and approved by the minister. Recommendation number 7. We recommend the amendment of section 15 subsection 2A that a person shall qualify to be the executive secretary if possesses advanced
secondary school education and not necessarily an undergraduate degree. We recommend the amendment of section 15 subsection 2A that a person shall qualify to be the executive secretary if possesses advanced secondary school education and not necessarily an undergraduate degree. What are we recommending this level? Notices. Can I recommend amendment of that section? Ili to be okay, so number 9. Number 9. We recommend amendment of section 17 subsection 2B that functions of the General Assembly shall be to be nominate members of advisory board. This seems that the General Assembly has the power to nominate all members of the advisory board established under section 21(1). We recommend editing of section 17(2)(b) to match with section 21(2)(e). 5 youth elected by the council and approved by the minister. Now, is your PowerPoint. Number 9. We recommend the improvement of section 17(3). The General Assembly shall comprise of the addition of the vice chairperson referred under section 5 subsection 1A of this act is important to be part of the General Assembly. Number 10. We recommend the act to specify how the members of a regional youth council under section 18(2)(b) shall be obtained to form the regional youth assembly. We propose the amendment of section 18(3)(b) that implement development plans, strategies and programs of the council at the regional level. As the marginal note of this section is regional youth assembly, we have noted with concern the anticipated difficulties for the regional youth assembly to implement this task. This function is probable to be on the regional youth council or regional secretariat and not regional youth assembly. This recommendation shall apply also to section 19(3)(b), 23(b) of this act. Number 12. We recommend amendment of section 21(2)(a) that a chairman, hapo mnote, sio chairman, tumie neno chairperson. A chairman appointed by the president. We recommend this power to appoint the chairperson of the advisory board to be given to the minister. Hii nilichomekea msemo wa Magufuli, hii nilichomekea tukujadili. Ila tunaweza nyingine ya mwisho. We recommend harmonization of section 24A in both English and the Swahili version of the act, that the word parliament to be included in both versions. We recommend harmonization of section 24A in both English and the Swahili versions of the act, that the word parliament to be included in both versions. Yani sheria ya Kiswahili
kuna neno bunge halipo. Mlipata version ya act kwa Kiswahili ama ni hiyo bill? Jana niliuliza hilo swali, wakaniambia walioenda kwenye group discussion wamemegewa kuwa kwenye version ya Kiswahili neno parliament halipo, kutoka na watu jikoni. Labda tukianza discussion watu wenye hilo walioleta recommendation watatupa maelezo. We have also noted with concern that effective implementation of the National Youth Council Act ya mwaka 2015 is largely depends heavily on the National Youth Policy context. We understand that the government is now spearheading the process to review the National Youth Policy ya mwaka 2007. We are obliged to provide CLAMP's recommendations for consideration in the National Youth Policy Review process. Kwa hapa tumefanya kama kuchomekea namna ya kuweka mawazo yetu machache juu ya mchakato wa ku-review sera ya vijana unaoendelea. Namba 1, we recommend the policy to provide youth representation into the parliament and the cabinet appointed from national youth bodies. We recommend national youth bodies. Ndio kama hizo sasa tutajadili. You just not mimi tutaweka lugha sawa. We recommend the police to consider mainstreaming of youth agendas, especially in participating in the democratic process of the country. We recommend the police to recognize and establish community services for youth and promote volunteerism. We recommend the police to establish a reward system from recognizing outstanding community services among youth at the national, regional, and the district levels. We recommend the police to put in place a mechanism in which youth will be effectively participated and engaged into decision-making bodies, both in the local and the central government. The police review process should fast-track the formulation of the National Youth Council that will enable youth to get a platform that will monitor all youth working activities, and this platform shall provide advice to the government and the youth ministries. Hapo kuna utata tanani. Jamani, mwe mna note vitu ambavyo mnaona havijakaa vizuri. Apart from the above recommendation, we wish to provide general recommendations for effective implementation of the Act as detailed below. That the government and all other stakeholders to actively publish and disseminate the Act and the regulations to the public for information sharing. Namba moja, sema hivi, that the government and all other stakeholders to actively publish and disseminate the Act and the regulations to the public for information sharing. Number 2, that the government through responsible authority should play a fundamental role to ensure that youth are given opportunity to engage officially with the parliament for advocacy activities. That the government and other stakeholders establish the strategic plan to implement the Act, the strategic plan that will also include monitoring and evaluation framework. That youth-oriented organizations
in collaboration with media platforms to continue working together to ensure the content of the act is widely shared and reach the majority of stakeholders. Kwanza nilikuwa nataka tu nishukuru sana kwa kazi hii. Alafu nimeshaanza kuona umuhimu wa pia watu wa ofisi ya waziri mkuu kushiriki. Na bila shaka na nyinyi mmeona. Kabisa. Na kwa sababu naambia hii taasisi yetu ni taasisi kubwa, ina comprise almost taasisi zingine zaidi ya 300-400. Kwa hiyo ina maana mnapojadili haya mambo yanafikia vijana wengi. Kwa hiyo nipende tu kuwashukuru sana. Na nimefurahi kwamba mnajaribu kuainisha maeneo fulani ambayo ni maeneo ya muhimu. Lakini niseme tu niseme kitu cha msingi. Sasa hivi hatudili sana na magep yaliyopo. Sasa hivi ukidili na magep yaliyopo uta lose direction. Kwa sababu hii ni sheria ambayo imepitishwa na bunge. Kwa hiyo sasa hivi ni lazima tuwawezeshe vijana wetu how to chip in ndani ya sheria hii. Waingie humo ndani, alafu then tutakuja kujadili magepu kwa ajili ya kufanya nini? Kufanya amendment. Sasa hivi ni concentrate ufahamu wa sheria. Na mimi nashukuru sana. Kwa kweli mimi nitakuwa msikilizaji zaidi kwa sababu nimeona kabisa na sisi tunanufaika. Kwa sababu tunapata hoja nyingi na muhimu kwa vijana. Kwa hiyo kwanza ni kwamba ni swala ambalo litakuwa ni la msingi sana. Lakini pia mwisho niseme kwamba hii ni mwanzo mzuri kwa sababu vijana wengi wana demand baraza lakini wengi hawataki kujua baraza hilo. Na niseme tu nina uhakika lazima tuwe na sheria ya Kiingereza na sheria ya Kiswahili na kanuni na yale majedwali ili tunapojadili tuweze kujadili kitu ambacho ni cha msingi. Lakini mwisho ni kushukuru sana Bwana Irunde na Bwana Mng'ong'o na vijana wote. Unajua kuna watu wengine ambao wamefanya kazi za vijana walikuwa wanafanya kazi hizi kama ni kazi za kupandia. Si umeona? Mtu anafanya kazi, akishapata mtimiza mradi wako unakuta mnasahau vijana. Lakini jamani naomba tumpongeze sana Bwana Irunde na Bwana Mng'ong'o. Wamekuwa kwenye shughuli hii kwa zaidi ya miaka 20 na kitu. Kwa kweli katika kitu kilichonivuta kwamba lazima nije kwa sababu kuna watu mlianza nao sio jamani? Walipotimiza malengo yao mimi unajua mimi nimekaa muda mrefu kabisa. Watimiza malengo yao kusikia hata wakizungumza masuala ya vijana. Sasa ukiwakuta watu kama hao nilikuwa namtania Mng'ong'o kwamba Mng'ong'o unajua sasa nyinyi ni heavyweight. Sasa hebu mrithishe huo uzito kwa vijana waliopo waweze kuelewa. Ndugu zangu hawa ndugu zetu viongozi wetu walikuwa ni vijana wakati huo wanajua kujenga hoja. Kilikuwa ni kipindi kigumu bila shaka kigumu sana. Lakini waliweza kusurvive na mpaka sasa hivi wanafanya hiyo kazi kwa kweli mimi nimefarijika sana. Jamani mimi nilikuwa kesho nitakuwepo rasmi kama barua ilivyokuja kwa niaba ya mkurugenzi. Lakini pia leo nitaungana na nyinyi nisikilize kidogo kwa sababu haya mimi nimeona kwangu ni ya manufaa. Ni ya manufaa kwa serikali na wadau. Kwa sababu ingiza hoja kama hizi zinatupa okay. Kwa hiyo ina maana kuna vijana wanahitaji information hii. Kwa sababu kama kwenye mtandao bado inasomeka mswada ni hatari iliyo kubwa sana. Unajua kwenye sheria ukikosa neno moja tu au ukikosa ile semicolon au ukaweka koloni badala ya koma inaweza kuleta maafa makubwa sana. Kwa hivyo kwamba watu mnasoma mswada kwa hiyo mimi imenishock. Lakini haikunishock nikasema kwa sababu tupa na bwana ana kazi hiyo. Haya mambo lazima tuweke vizuri, lakini Bwana Irunde na mlioandaa na wote walioshiriki mnaweza mkaona pengo kubwa. Na vijana wengi wa nchi kitu kinacholeta shida information. Na niseme hii wakati wa majadiliano haya kuna mambo mengi yanayoendelea. Mimi na sasa nitashirikiana na ofisi ya waziri mkuu ili tuwape nyinyi wadau wetu muweze kutusaidia kuyapeleka huko. Kuna mabadiliko ya sera 2007 Bwana Irunde tumeshiriki tunaibadilisha. Kuna mwongozo sanifu wa vijana waliko nje ya shule, kuna report na kadhalika na kadhalika. Nafikiri hivi vitu vyote katika mjadala wenu tunaweza tukaviweka kama package moja. Vinginevyo jamani nimefurahi sana kuona na vijana kwa kweli mimi niliona wanavyojadiliana. Ndio maana nimesema kwa kweli mimi nitasikiliza tu mwanzo mpaka mwisho ili tujue cha kufanya. Nakushukuru sana bwana.